Mambo vipi brother? Safi, habari hapa studio. Bwana kama kawa. Nashukuru Mungu. Bwana sogelea mic kabisa. Iwe karibu kama mimi hivi. Mambo vipi tena? Sasa tunashukuru Mungu tuko poa sana. Yeah. Mambo yanasogea. Mungu ni mwema, tunashukuru Mungu mambo yanasonga. Bwana nakubali sana. Na somba ukiweza kujitambulisha moja kwa moja kwa mashabiki ambao wanakusikiliza sasa hapa, uambie ni nani, unawakilisha wapi, kwa nini unafanya Bongo Flava? Kwa majina anaitwa Alphonse Hepson Yasunga, ni mzaliwa wa Hezia Pozi. Kwa jina la usanii naitwa Fonce Boy. Na nimependa kuingia kwenye naimba muziki wa Bongo Flava. Napenda huu muziki kwa sababu ndio hobby yangu. Tambo kuna watu ambao wananifanya na upenda huu muziki toka niko mdogo, kwa hiyo nilijikuta na vutiwa zaidi na kuanza kufanya huu muziki. Na Fonce Boy anawakilisha wapi? Ni mkoa wa Songwe. Mkoa wa Songwe. Yes. Ndio kule Hezia. Yes, kwa kina toka kijijini kwetu Kumwitu Hezia. Bwana kwa kina Sunga kule. Yes. Bwana una kipi cha kuambia sasa watu wa Hezia ambao wanakusikiliza muda huu hapa? Washapata ripoti zako kwamba tuna mwanetu ambaye anafanya muziki pia? Taarifa nayo na baadhi ya watu wengi wananisupport sana kwa sababu hatujai kuwa na msanii kwenye kijiji kile. Mimi ndo nimetokea kuwa kama kiongozi kwa muziki katika pande zile pale. Kwa hiyo taarifa wanayo na wananisupport sana. Hata tunapoongea na imani wananisikiliza. Hapo sawa. Kama uko Hezia pia dondosha maoni yako msikilizaji. Tumeona ngoma ya kwanza Hulala umemshirikisha Tuzo Benz. Kwanza tuambie kwa nini inaitwa Hulala, lakini pia kwa nini umeweza kumshirikisha Tuzo Benz? Kwanza Tuzo Benz ni msanii mmoja ambaye nilikuwa namkubali toka kitambo, alafu ni msanii mkubwa katika mkoa wa Songwe. Yeah. Na ni msanii ambaye anaimba ngoma za asili, anaimba pia na Bongo Flava na hip hop pia. Yeah. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilianza kumfuatilia toka kitambo na ndio mtu ambaye nilikuwa nafuatilia sana ikapelekea mpaka mimi nikaanza kufanya muziki. Okay. Yes. So tukisema msanii wako bora kwa mkoani Songwe utamtaja Tuzo Benz. Tuzo Benz mtu mzima. Yembo mbio. No sana jamaa anajua na ameachia ngoma yake kali sana. Unaweza kupita pale YouTube andika Tuzo Benz utanipenda. Sasa mwanangu Fonce Boy. Yes. Kwa nini Hulala na ngoma haijaitwa Matopi, haijaitwa Mbugani, haijaitwa jina lingine? Hulala ni kama ni neno fulani vile lina maana halisi, ila tu ni katika udambu katika kuweka chorus ambayo itakuwa na mvuto katika ngoma. Haina tafsiri halisi sana, lakini ni katika kuboresha nafikiri chorus. Yeah. Ambayo itafanya ni maneno machache alafu ni rahisi kukalilika. Mtu ni rahisi kukinoti kichwani na kuanza kukifuatia. Okay. Yes. Na bonge moja la chupa liliweza kufanywa. Bwana uwekezaji ulikuwa mkubwa sana. Tupe siri mwanangu. Aisee ile ngoma nilijitahidi. Kwa kiasi nilijitahidi na mapokezi yalikuwa makubwa, japo ilikuwa ni first time, lakini mimi na hesabu kwamba nilipokelewa vizuri kwa sababu nilikuwa na watu wengi wafuatiliaji wa YouTube, TikTok, Facebook walinifuatilia sana. Ngoma ya kwanza ilifikisha views wengi, japo ilikuwa ni mara ya kwanza. Mimi nashukuru nilipokelewa vizuri sana. Unadhani ni kwa nini ulipokelewa vizuri sana? Mimi nafikiri ni kwa sababu ya sehemu niliyotokea na watu ambao walisikiliza ngoma na ilikuwa ni mara ya kwanza, kwa hiyo hawakutegemea na hawakujua kama naweza nikafanya muziki kwa sababu kuna fani ambao wanaijua wao mimi naifanya, kwa hakutegemea kama mimi ningeweza kufanya muziki kwa kiwango kile. Na hii video uliwekeza sana, sababu ni nini mzee wangu? Au ndo mwanzo? Asila kwanza ya kutaka kujulikana haraka, lakini pia nafikiri target ilikuwa ni kujulikana haraka kwa sababu ukitoa tu audio alafu ndo the first time unafanya ngoma alafu ni ya kwanza, watu hawezi kuipokea tu kwa sababu ni ya audio. Watu wanatamani kusikiliza audio lakini pia waone video ili wathibitishe ni wewe ambaye unatuambia kwamba hii ngoma ni ya kwetu. Kwa hiyo mwisho siku alipokea na tunashukuru Mungu, ngoma ilienda vizuri sana. Na kwa nini Fonce Boy aliamua kuimba, sio kufanya filamu, sio sarakasi na nini? Kwa sababu ndo mapenzi yangu, hata ukinikulupua asubuhi, ukiniambia nini napenda, cha kwanza ni muziki. Okay, game unaionaje lakini? Game iko tough sana kwa sababu wasanii ni wengi, wasanii kama coming ni wengi, wakali ni wengi, kwa hiyo kufanya muziki ulio bora mimi nafikiri ndio itanisaidia zaidi kupata mashabiki walio kwa bora, utapata mashabiki wengi, lakini pia ili niweze kufanya vizuri zaidi inatakiwa nifanye muziki mzuri zaidi kwa sababu wasanii ni wengi na wanafanya vizuri. Kwa hiyo ili kuweze kuwatega masikio ya watu na kuwateka akili yao kusikilize wewe ni kazi ngumu sana. Tofauti na zamani wasanii walikuwa wachache, japo walikuwa na changamoto nao media zilikuwa chache. Hivyo
Bwana, tumeona pia una mangoma mengi makali. Kuna Chioma nayo ilipokelewa mapokezi makubwa sana. Kwanza Chioma ni lugha gani mzee wangu? Chioma ni Kinigeria. Kwa nini Kinigeria wakati tuna Kinyakyusa, Kindali? Kwa nini unatutenga mzee wangu? Siwatengi kwa sababu mziki anasikiliza mtu yeyote wa nchi yoyote. Mipaka itufanye sisi tukashindwa kutumia lugha za watu wengine. Kwa hiyo kuna mtu ambaye akisikia neno ni wa nchi nyingine afu tukatumia lugha yao, inakuwa ni rahisi hata ngoma kufuka ng'ambo. Mimi nafikiri ni hivyo, lakini haikuwa na maana kwamba naweza nikatenga, na ndio maana kuna nyimbo pia ipo tutakuja imeimbwa Kinyia bado haijakamilika, tutaisikia. Kwa hiyo tunatembea humu nchini, lakini pia hata nje tunajaribu kutanua mipaka ya muziki yetu ambayo tunaifanya. Okay, tumeona hii ngoma ya Hula La ukiwa na Tuzo Benz, audio uliweza kuachia miezi 10 iliweza kupita, video ukaweza kuachia baada ya mwezi mmoja, inamaanisha miezi 9 iliyopita. Yes, lakini My Chioma ukaje kuachia miezi 8, yani inamaanisha ulikuwa umeacha gap ya mwezi ama siku 30. Kwa nini ama utaratibu wa kuachia ngoma zako umekaaje? Utaratibu ilikuwa nitaka nitoe back to back, nilichelewesha kidogo kulingana na majukumu na utafutaji wa riziki. Alafu pia ngoma ilichelewa kutoka kwa producer, na sio kwamba yeye ndo alinichelewesha. Mimi katika harakati zangu nilikuwa nimetoka, nilikuwa niko nje ya nchi kidogo, kwa hivyo rudi ndo nikafanya hiyo process ya kuweza kuiachia. Nafikiri ndo ilisababisha mpaka ikachelewa. Okay. Yes. Bwana, nakubali sana. Kwa yule mtu ambaye anatamani kusikiliza ngoma zako mtandaoni anazipataje mzee wangu, kabla tujaenda kusikiliza track nyingine? Yes, inabidi andike YouTube pale mjini YouTube, inabidi andike Fonsi Music. Fonsi Music kwa maana ya 4 NCE. 4 ya namba. 4 ya namba NCE then music. Unaziona ngoma zangu pale. Unakaribishwa, karibu, subscribe, like, share, comment. Hivi support kijana wenu. Nakubali. Pita YouTube andika Fonsi Music, utaweza kusikilizia madude makali kabisa. Unaweza kutuambia mwanangu Fonsi, kabla hujaweza kumshirikisha msanii, vitu gani ambavyo unaviangalia kwanza? Kwanza naangalia muziki anaofanya na je, unapokelewa vipi na watu. Huwezi kumshirikisha tu mtu ambaye anaweza kana naimba labda matusi, anaimba nyimbo ambazo hazina maadili, alafu kamshirikisha tu kwa sababu tu ana watu wengi. Lakini pia mimi napenda muziki mzuri na mashabiki zangu wanapenda muziki mzuri. Kwa hiyo najitahidi sana nipate msanii mzuri. Nikimwona mzuri, nikisikiliza mashairi yake, uimbaji wake, inakuwa rahisi mimi kumshirikisha kwenye ngoma zangu. Bado hatujamuona Fonsi kwenye stage, na maanisha kwenye show. Hatujamuona kwenye mambo ya matuzo na nini. Tutarajia kumuona lini pande hizo? Sahihi, kila kitu kina wakati, lakini pia nafikiri kinacholeta ugumu na mambo ya utafutaji, alafu pia sina management, na kama nitapata management ambayo inaweza ikani push ili niweze kupata collab na wasanii wakubwa, niweze ku grow hapo kutoka hapa nilipo kwenda sehemu nyingine. Kujisimamia mwenyewe, kutafuta show mwenyewe inakuwa ni ngumu, lakini natamani kama kuna mtu ananisikiliza na uwezo kuwekeza pesa yake kwangu ili tufanye muziki mzuri, tutafute wasanii wazuri, tufanye collab, tutafute show, nafikiri tutapata pesa. Namba ya Fonsi ni ipi mzee wangu? Namba zangu ni 2 official ambazo WhatsApp zinapatikana ni 0699272272, lakini pia Voda ni 0737472511. Unaweza ukazirudia kisha tukasikiliza ngoma ya Raha? Yes, 0699272272. Bwana msikilizaji, kama una wasanii wako 10 bora kabisa mkoa wa Songwe, wakina Dalumati, wakina nani, wakina Tuzo, basi hakikisha unamuongeza Fonsi Music kwenye listi hiyo hapo. Unaweza ukachagua yote wa kumpunguza ili uweze kumweka Fonsi Music. Sikiliza hii ngoma inaitwa Raha. Hii Raha mwanangu umemshirikisha nani ama uko mwenyewe? Niko na mshikaji mmoja hivi. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba ni mshikaji ambaye anajua, mshikaji ambaye anatembea, ni mwandishi lakini pia anaimba vizuri sana. Anaitwa Official Pax kutoka Tunduma. Ni msanii mzuri sana. Na yeye wakitaka kusikiliza ngoma zake pia wanakaribishwa, anatumia kwa jina la Official Pax. Hii Raha ndani kuna nini mwanangu? Raha ya nini? Mahusiano, kilimo? Ni mahusiano, mapenzi, namna ya kumsifia mpenzi, majina gani umuitie, afurahi ili akiwa na mashoga zake ajisifie hivyo. Nafikiri imebezi sana kwenye mapenzi.
Okay. Yes. So tukaisikilize alafu tutajue inakuwaje. Msikilizaji, sikiliza ile dude pia alafu dondosha maoni yako. Anaitwa Fonsi Music ama Fonsi Boy, ngoma inaitwa Raha akiwa na mtu mzima Paxi, na nikirudi pia nitakuja kumwambia kwamba kuna mapaxi kibao hapa mkoani. Hii hapa isikilize. Mimi naitwa Mbit Nange, Voice FM Radio hii hapa.